Na hali gani ya mtazamaji wa Tumaini Television popote pale, ikiwa leo ni Jumatatu ya Januari 26 mwaka 2026, nikukaribisha sana ndani ya Tumaini Habari tuweze kujumuika kwa pamoja katika kuangazia yale yote ambayo nimekukusanyia ndani ya Tumaini Habari kwa siku nzuri kabisa ya leo. Kwa uchache tu kati ya mengi ambayo utapata kuyasikia na kuyatazama ndani ya Tumaini Habari ni pamoja na Tanzania yaungana na dunia kuadhimisha siku ya kimataifa ya nishati safi. TAKUKURU yaagizwa kubainisha maeneo yanayokwamisha utendaji kazi. Viongozi wa AU wawasili India kusaini makubaliano ya biashara. Katika michezo na burudani, Yanga ipo tayari kucheza na Dodoma Jiji. Na jina langu ni Innocent John. Karibu sasa tuianze Tumaini Habari mpaka pale tamati yake. Karibu. Januari 26 dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya nishati safi. Siku hii inakumbusha kwamba mustakabali wa sayari unategemea jinsi tunavyozalisha na kutumia nishati kwa uwajibikaji leo. Nishati safi ni zaidi ya suluhisho la hali ya hewa, ni njia ya kuelekea jamii zenye afya njema, uchumi imara na maendeleo jumuishi. Aneth Nyoni na undani wa taarifa hiyo. Matumizi ya nishati safi ya kupikia ni ajenda mahususi ambayo inachukua nafasi kubwa katika sera, mipango na mikakati ya serikali mbalimbali duniani. Umuhimu wa ajenda hii unasukumwa na ongezeko la uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na athari za kiafya zinazotokana na matumizi ya nishati sio safi ya kupikia. Lengo namba 7 la maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa limejikita katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati nafuu inayopatikana kwa urahisi, endelevu na ya kisasa kwa wote. Nchini Tanzania, Waziri wa Nishati Deogratis Ndejembi katika ujumbe wake katika siku hii ya kimataifa ya nishati safi anatoa umuhimu kuhusu nishati safi katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, kulinda mazingira na kuboresha afya za wananchi. Katika ulimwengu unaokabiliwa na athari kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi, matumizi ya nishati safi ni nguzo muhimu katika kupunguza uzalishaji wa gesi joto. Tanzania kama nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa ipo mstari wa mbele katika kutekeleza ajenda ya nishati safi, ambapo tumejiwekea malengo mbalimbali ya nishati safi ikiwemo kufikia 75% ya umeme unaozalishwa kwa nishati jadidifu ifikapo mwaka 2030 na 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Na kwa sasa mtaona tangu kuingia madarakani Daktari Samia Suluhu Hassan tumetoka kwenye 6% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia hadi kufikia 25%. Katika kuadhimisha siku hii, nawahimiza wananchi wote kuendelea kutumia nishati safi ya kupikia kwa manufaa ya afya zetu, mazingira yetu na vizazi vijavyo. Kadiri mabadiliko ya hali ya hewa, uchafuzi wa mazingira na uhaba wa rasilimali unavyoongezeka, mpito wa nishati safi sio chaguo tena, ni lazima. Serikali, taasisi, biashara na watu binafsi wote wana jukumu la kuchukua kwa kutumia teknolojia mbadala, kukuza ufanisi wa nishati na kuunga mkono sera endelevu za serikali mbalimbali duniani. Mei 24, 2015, kiongozi wa Kanisa Katoliki ulimwenguni wakati huo, hayati Baba Mtakatifu Francisco, alichapisha waraka wa kijamii juu ya mada ya ekolojia fungamani kama kielelezo cha haki cha dunia, zawadi kutoka kwa Mungu ambayo mara nyingi inatendwa vibaya, inaporwa na kuharibiwa na wale wanaoishi ndani yake. Waraka wa Laudato Si, ambapo ndani yake suala la nishati safi pia lilisisitizwa katika utunzaji wa dunia, nyumba ya wote. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametajwa kuwa kinara namba 1 wa uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia Afrika na mawaziri wanaoshughulikia masuala ya nishati na maji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Pongezi hizo zilitolewa Julai 3, 2025 na viongozi mbalimbali na wataalamu kutoka nchi 8 za SADC ambao walikutana huko Harare nchini Zimbabwe katika mkutano uliolenga kuimarisha na kujadili masuala mbalimbali yatakayowezesha mtangamano wa kikanda katika sekta ya nishati na maji. Katika siku hii muhimu, jamii inaaswa kufanya kazi pamoja ili kujenga mustakabali endelevu wa usawa unaostahimili mabadiliko ya hali ya hewa kwa vizazi vijavyo. Aneth Nyoni, Tumaini Habari. Asante sana Aneth Nyoni kwa kutuandalia taarifa hiyo.
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa TAKUKURU kubainisha maeneo, kanuni, kisheria na kimfumo ambayo yamekuwa yakikwamisha utekelezaji wa majukumu ya taasisi hiyo ili kuwezesha kufanywa kazi na serikali. Tuungane na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Rushwa ni adui wa haki na rushwa hurudisha nyuma maendeleo ya taifa lolote iwapo haitathibitiwa. Hapa Waziri Mkuu Nchemba anatumia mkutano mkuu wa mwaka wa viongozi wa TAKUKURU kuagiza taasisi hiyo kuendelea kufanya kazi na kwamba serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kufanya kazi kwa taasisi hiyo, ikiwemo rasilimali fedha, vitendea kazi na rasilimali watu, huku akiagiza kubainishwa maeneo ambayo Mheshimiwa Rais anachukia rushwa, anachukia ubadhirifu, anachukia matumizi mabaya ya rasilimali za nchi hii, anachukia uzembe. Ndio maana katika uongozi wake ameziimarisha taasisi zote ikiwepo taasisi yetu hii ya TAKUKURU. Kwa upande wake, waziri wa ofisi ya Waziri Mkuu Management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete akaeleza umuhimu wa kupambana na rushwa kwa taifa na kwa wananchi, huku mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Cyprian Chalamila akaeleza mafanikio yaliyopatikana kwa taasisi hiyo kuanzia mwezi Julai mwaka jana hadi Disemba mwaka jana. Naomba kuhakikishia wewe, lakini pia kuhakikishia wenzetu wanaotekeleza kazi hii kwamba wizara tutaendelea kuisimamia TAKUKURU kwa mujibu wa sheria na kadri maelekezo ya Mheshimiwa Rais na viongozi wetu nyinyi mtakavyotuelekeza, kwa sababu kwetu sisi nia yetu na majukumu yetu ni kukazia katika mapambano dhidi ya rushwa. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali anayoiongoza kwa kuiwezesha TAKUKURU kwa rasilimali watu, rasilimali fedha na vitendea kazi ambavyo vimechangia kwa kiasi kikubwa katika kutekeleza majukumu yetu. Mkutano mkuu wa viongozi wa TAKUKURU unafanyika kwa siku 4 ambapo umeshirikisha maafisa wa TAKUKURU kutoka makao makuu, mikoa na kila wilaya iliyopo makao makuu ya mkoa. Mkutano huu unajadili masuala mbalimbali ya utendaji wa taasisi hiyo yakiwemo mafanikio na changamoto. Tukisalia mkoani Morogoro ambapo serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais imezindua kikosi cha kuandaa mpango kazi wa kitaifa na hatua za utekelezaji wa matumizi endelevu ya maeneo ya maji MSP ili kuimarisha uchumi wa bluu. Tuungane na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Kikosi hicho kimezinduliwa na Naibu Katibu Mkuu Muungano Ofisi ya Makamu wa Rais Abdalla Hassan Mitawi kwa niaba ya Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi mjini Morogoro. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kikosi, Mitawi amesema mpango kazi wa taifa wa maendeleo endelevu ya maeneo ya maji ni nyenzo muhimu inayotegemewa katika kuwezesha utekelezaji wa masuala ya uchumi wa bluu kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira na ustawi wa jamii. Matarajio ya serikali kwa kikosi kazi hiki ni kitekeleze majukumu yake kwa weledi, uadilifu na uzalendo, kitangulize maslahi ya taifa mbele kuliko maslahi ya sekta moja moja. Kihakikishe ushiriki wa Tanzania katika hatua zote za kuandaa mpango kazi. Mitawi amesema sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 na mkakati wake wa utekelezaji 2024 hadi 2034 inasisitiza kupanga matumizi ya rasilimali za maji kwa njia jumuishi na endelevu. Hivyo kufanikiwa kuandaliwa kwa mpango kazi huo utasaidia katika kutekeleza majukumu ya kila kamati inayohusika kuandaa MSP kitaifa. Kwa upande wake, kaimu meneja wa usimamizi wa masuala ya bahari Emmanuel Mpina kutoka TNC anasema wataendelea kushirikiana na serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais ambayo ndiyo msimamizi mkuu wa mazingira kuhakikisha kuwa sekta ya uchumi wa bluu inaendelea kuimarika. Tumekuwa na michakato kadhaa tangu mwaka 2019 miongoni mpaka sasa, na miongoni mwa michakato hiyo ni pamoja na kufanya tathmini ya awali ya namna gani nchi yetu inaweza ikaliendea swala la marine special planning. Kwa tuliangalia michakato mingi ya kitaalamu, tuliangalia sera zimekaaje, tuliangalia muundo wa uongozi kwa ajili ya kusupport swala hilo limekaaje. Naye kaimu mkurugenzi wa kitengo cha uchumi wa bluu ofisi ya makamu wa rais Fina Happy Kimambo amesema mwananchi wa kawaida anaweza kunufaika na mpango kazi huo kwa kupitia shughuli anazofanya zikiwemo uvuvi na kilimo cha mwani.
Sasa ili kuweze kuwa na matumizi endelevu lazima tuwe na mpango wa matumizi endelevu ya bahari kama ilivyo kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi kwenye nchi kavu. Kwanza tunavyopanga ni kwa ajili ya watu wote, na kila mtu anaweza sasa hata anapoingia kuvua ana uhakika wa kupata samaki wa kutosha. Kikosi kazi cha kuandaa mpango kazi wa matumizi endelevu ya maji na utekelezaji wake kinaundwa na wataalamu kutoka Wizara ya Kisekta, taasisi za serikali na wadau wa maendeleo. Edvesta Tarimo, Tumaini Habari. Na sasa tuelekee huko mkoani Mwanza ambapo mrakibu msaidizi wa polisi ASP Pili Saburi Heli kutoka dawati la jinsia na watoto wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza amewaonya baadhi ya wazazi wanaofungua kesi za ukatili wa kijinsia na kisha kuyamaliza mashauri yao kifamilia kwamba watakamatwa na kushtakiwa kwa mujibu wa sheria. Tuungane mwandishi wetu Mabere Makubi kutoka Mwanza. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa semina ya masuala ya jinsia iliyoandaliwa na uongozi wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT campus ya Mwanza kwa lengo la kujengea ujasiri na uelewa wa haki, wajibu na usalama wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa chuo hicho, ASP Elieli amewataka wazazi na walezi kujiepusha kufanya suluhu za watuhumiwa wa makosa ya ukatili wa kijinsia, badala yake waache sheria ichukue mkondo wake. Sasa kama tumepewa mandate ya kumshuku, ina maana kwamba tutakamata, tutapeleleza, tukibaini kwamba kweli wale watu walikuwa wana nia ya kuharibu kesi, kumtorosha pengine victim ili kesi isiendelee, mtu yule atajumuishwa kwenye kosa kama ni la kubaka au la kulawiti. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Kivulini Yasini Ali amesema changamoto kubwa kwa sasa inayowakabili wanafunzi wengi ni kushindwa kujua malengo yaliyowafikisha vyuoni na kuanza kuishi maisha ya kuigiza. Wanafunzi wengi wanajidahili kwenye kozi zisizo na mtaala wanazoziita boyfriend na girlfriend management. Sasa matokeo yake wanaanza kuwa na misukosuko mingi ya financial stress, yani kwa maana msongo wa mawazo ya kifedha kwa sababu wanafekisha maisha. Vivian Rubeni, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa kozi ya teknolojia ya utengenezaji wa bidhaa za ngozi LPT, amewashauri wanafunzi wenzake hususan wasichana kujiepusha na mihemuko ya ujana kwa kujiwekea mipaka na malengo ili kuepuka madhara yanayoweza kuathiri masomo na maisha yao ya baadaye. Kitu cha kwanza kwenye kuepuka vishawishi ni kujitambua na kujithamini, kukubali hali ya maisha uliyoko nayo, lakini pia vishawishi vingine vinatoka kwa watu ambao wametuzidi. Huwezi kuniambia mwanafunzi kuishi maisha ya kufeki, mwisho wa siku yanakuumbua. Lakini sisi tukimueleza ule uhalisia wa maisha na akikaa peke yake akijitathmini baada ya dakika 2 dakika 5, nadhani akili yake inakuwa sawa kulingana kusema kweli kitu hichi ninachokifanya kina faida miaka yangu mbele 5 au 6. Dr. Salafina Vegula kutoka hospitali ya Shirihari mkoa wa Mwanza akiwasilisha mada ya elimu ya afya uzazi kwa wanafunzi wa DIT campus ya Mwanza anasema ni vizuri wanafunzi kujua afya yao ya uzazi ili waweze kujilinda na magonjwa ya zinaa, waweze kujilinda na magonjwa kama ukimwi. Akifungua semina ya kujengea ujasiri, uelewa wa haki, wajibu na usalama wa wanafunzi, mkurugenzi wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT campus ya Mwanza Dr. John Msumba amewatahadharisha wanafunzi kuacha kuiga kila kitu wanachokiona mitandaoni. Kuna watu wanaotoa ushauri kwenye mitandao, social media. Mtu anaweza akatoa ushauri kutokana tu na jinsi yeye anavyojisikia, lakini kimhalisia ukifanya uhariri unakuta ule ushauri sio wa kitaalamu. Mabere Makubi, Tumaini Habari, Mwanza. Asante sana Mabere Makubi kwa taarifa hiyo. Tuelekee mkoani Dodoma ambapo Wizara ya Madini imefanikiwa kuratibu utoaji wa leseni 12,130 pamoja na kuanzisha mfumo ambao utarahisisha kuwabaini wenye leseni feki. Dorini Aros na taarifa yake anafafanua zaidi. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Madini Anthony Mavunde wakati akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma juu ya mafanikio yaliyotekelezwa na Rais ndani ya siku 100 tangu kipindi cha kampeni Novemba 2025. Katika leseni zile za utafiti, kupitia mfumo huu utapewa leseni. Alafu ndani ya miezi 3 leseni inataka mwenye leseni
awasilishe taarifa ya utafiti wake. Usipowasilisha ndani ya miezi mitatu, utapata notification ya default notice, na tutakupa kipindi cha kurekebisha yale changamoto zako. Baada ya hapo itajifuta automatically, so utakuwa na kugombana na mtu tena. Na hii pia watu wote wenye maeneo makubwa nafikiri sasa mchukue na muone namna ya kulifanyia kazi eneo hili ambalo limekuwa na changamoto kubwa ya leseni nyingi kushikiliwa hazifanyiwi kazi. Aidha, amesema kuwa wizara imekusanya shilingi bilioni 311.80 ikiwa ni sawa na asilimia 111 ya lengo la kukusanya shilingi bilioni 280.64, ambapo mafanikio hayo yametokana na uimarishaji wa mifumo ya usimamizi wa leseni, udhibiti wa biashara ya madini, ufuatiliaji wa uzalishaji pamoja na mapambano dhidi ya utoroshaji wa madini, hatua zilizoongeza uwazi na ufanisi katika kukusanya mapato ya serikali. Hata hivyo, wizara imeanza hatua za ujenzi wa maabara kubwa ya kisasa ya uchunguzi wa sampuli za madini katika eneo la Kizota mkoani Dodoma, ambapo ujenzi wake unakadiriwa kugharimu shilingi bilioni 14.3. Tuelekee mkoani Pwani ambapo mkuu wa wilaya ya Kibaha Nixon Simon amewataka walimu kuweka mkazo katika kuyafahamu mazingira wanakotoka wanafunzi wao ili kuwasaidia kukabiliana na changamoto zinazoweza kuathiri masomo yao. Monica Msomba na taarifa zaidi kutoka Pwani. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi madawati 4,000 kwa shule za msingi na sekondari katika manispaa ya Kibaha, mkuu huyo wa wilaya amesema kuwa serikali inaendelea kutatua changamoto za miundombinu ya elimu, hivyo kinachobaki ni walimu pamoja na mamlaka nyingine zinazowasimamia wanafunzi kuhakikisha wanasimamiwa kwa karibu. Wito wangu, tunapoenda kusimamia madiwani, tunapoenda kwenye kata, watendaji wa mitaa, tunapoenda mashuleni, walimu wakuu tunaosimamia shule zetu, tuweke nguvu nyingi sana kuwafahamu watoto ambao tunao kwenye madarasa yetu ni watoto gani. Tukishajua kila mazingira ya mtoto yalivyo, inakuwa rahisi sana kumsaidia. Kuna mtoto unamuhimiza kusoma lakini kumbe mtoto yupo kwenye hali ya hofu. Ninapoenda kukabidhi madawati haya, naomba walimu, maafisa elimu, wasimamizi wa elimu wote kumbuke neno la Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba tukawafahamu wanafunzi wetu. Awali akimkaribisha mgeni rasmi mstahiki meya wa manispaa ya Kibaha Dr. Nikas Mawazo, pamoja na mambo mengine, aliwataka walimu na wanafunzi kuyatunza madawati hayo. Nitoe wito kwa wale watoto na wakuu wa shule wanaokwenda kukalia haya madawati na myatunze, kwa sababu ni fedha zetu zinatolewa kwenye manispaa yenu kwa ajili ya ustawi wa elimu ya watoto wetu. Wakuu wa shule, madawati haya yasiyo yakiharibika kidogo tu yanakusanywa, yanatunzwa mahali. Kama kuna uwezekano mwe mnayalipea huko yaliko yaendelee kutumika. Kwa upande wake, mkurugenzi wa manispaa ya Kibaha Dr. Rogers Shemalekwa alitoa taarifa ya utekelezaji wa mpango wa ugawaji wa madawati. Mashauri iliingia mkataba na fundi ambao ulisainiwa tarehe 12 ya mwezi wa 11 2025 na unategemewa kukamilika tarehe 29 mwezi wa 3 2026, ambapo fundi atatengeneza madawati 2,000 ya shule za msingi na seti ya kiti na meza 2,000 kwa shule za sekondari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi cha miaka miwili mwaka 24 25 na 25 26, halmashauri yako imeweza kutumia jumla shilingi milioni 800 ili kuweza kununua madawati 8,000. Baadhi ya wakuu wa shule za msingi wameshukuru kwa madawati hayo ambayo yatasaidia kuboresha mazingira ya kujifunzia. Hii elimu aliyotupa mkuu wa wilaya, tutaona walimu wetu na kukaa nao pamoja na kuangalia namna ambavyo tutaweza kuwatambua watoto wenye mazingira. Ni maagizo ambayo ni muhimu na ni maagizo ambayo ni chanya, kwa sababu yale ambapo unapomfahamu mtu au unafahamu mtoto ni rahisi zaidi kumhudumia. Pamoja na mambo mengine, madawati yao yataenda kuondoa changamoto zilizokuwa zikabili baadhi ya shule kukosa madawati. Monica Msomba, Tumaini Habari, Pwani. Na asante sana Monica Msomba kwa taarifa hiyo. Tuelekee sasa huko katika taifa la Sudani ya Kusini. Jonglei ni jimbo la Sudani Kusini linalojulikana kwa idadi kubwa ya mifugo. Mbali na kuashiria utajiri, ng'ombe wana jukumu muhimu la kijamii na kiuchumi, huku riziki ya watu wengi ikitegemea kuwa na afya njema na hivyo kuzalisha. Tupate simulizi zaidi.
Katika jimbo la Jonglei, kwa bahati mbaya, madaktari wa mifugo wa vijijini ni wachache na huduma zao mara chache huwa nafuu. Ili kusaidia jamii zenye wanyama wagonjwa, walinda amani wanaohudumu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini UNMISS mara nyingi huweka kambi za mifugo zinazohamishika, wakitoa dawa na matibabu bila malipo. Baadhi ya ng'ombe wangu walikuwa wakipofuka, wengine hawakuweza kuvumilia, lakini baada ya ziara ya pili ya walinda amani wa UNMISS naweza kuona uboreshaji wa kweli. Nina matumaini kwamba hivi karibuni watapona tena. Milipuko ya magonjwa makubwa ni ya kawaida, lakini ni vigumu kwa Amer na wenzake ambao hawana vifaa vya matibabu na ujuzi wa kudhibiti. UNMISS ilipofika, baadhi ya ng'ombe wangu walikuwa karibu kufa. Nitakumbuka kila wakati jinsi fahari wangu ambaye alikuwa dhaifu sana kusimama alivyopata nguvu tena. Jamii kwa kiasi kikubwa kulingana na ng'ombe wao na biashara wanazozalisha, usaidizi wa mifugo hauna kifani. Huduma hii ambayo inatolewa kwetu ni muhimu sana, kwa sababu wanyama wetu ni wagonjwa sana. Wao madaktari wa mifugo hutoa sindano kwa ajili ya homa ya viskose ambayo ni kawaida hapa katika kaunti ya Bol. Katika kambi hii maalum ya mifugo, walinda amani walitibu wanyama 1745, hasa ng'ombe. Ng'ombe wenye afya njema humaanisha familia zenye afya njema. Tunapohamia katika ardhi hii mpya ya malisho, nina matumaini nikijua kwamba ng'ombe wetu wamechanjwa na kutunzwa. Usalama wa rasilimali zikiruhusu, Kofia za Buluu zimejitolea kuendelea na michango yao kwa ustawi wa mifugo na riziki kwa jamii. Aneti Nyoni, Tumaini Habari. Namna kwa simulizi hiyo inanipa wasaa kwenda mapumziko mafupi sana. Nikirejea hapa tutaendelea na Tumaini Habari. Nikusihi na nikuombe sana uendelee kubaki nasi ndani ya Tumaini Habari. Pilika za maisha ni nyingi sana. Katika pilika hizi zinaweza kupelekea kukataliwa, kudhurumiwa ama kushindwa. Pengine madeni, vikoba, kausha damu, haya yote yanaweza kusababisha wewe ukakata tamaa ya maisha na pengine kudhurumu nafsi yako. Haya yote yana suluhisho lake. Tazama kipindi cha Maisha Kliniki kila ifikapo saa 3:30 usiku na marudio yake siku ya Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Kutana na wataalamu mbalimbali ambao watakupa suluhisho la changamoto zako. Karibu maishani. Inuka, simama imara tena, endelea na safari. Na asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kusalia nasi ndani ya Tumaini Habari, na kama ndiyo kwanza na karibia kutazama Tumaini Habari, ni kukaribisha sana tuendelee kwa pamoja. Imeelezwa kuwa tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi ni ugonjwa unaotibika, hivyo jamii haipaswi kuwaficha ndani watoto wanaopitia changamoto hiyo, na badala yake watafute njia ya matibabu na kuunga mkono juhudi zinazofanywa na wadau katika huduma walio na tatizo hilo. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Hujafa hujaumbika, ndivyo ninavyoweza kusema katika kuelezea safari ya kundi la watoto wenye uhitaji maalum katika jamii. Tumaini Televisheni imefanya mahojiano maalum na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Asbati ya kuwahudumia na kuwalea watoto wenye tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi, Santos Chua, na hapa anaeleza. Kwanza, kichwa kikubwa na mgongo wazi ni ulemavu unaotibika, hasa mtu akiwahi matibabu mapema. Kwa hiyo ninachoweza kusema familia zenye hawa watoto wa kichwa kikubwa na mgongo wazi na jamii inayosikia kwamba habari ya kichwa kikubwa na mgongo wazi na hawajawahi kukutana nao, waamini kwamba ni watu ambao wanaweza wakapona na wakapata utimamu mwingine wa mwili na akili, ikiwa tu watakuwa tayari kuyawahi matibabu mapema iwezekanavyo. Maisha yanabeba simulizi isiyoweza kuelezeka kwa mtu mwingine. Takribani miaka 7 sasa, Mwanahamisi Mpanda, mkazi wa Lindi, wilaya ya Kilwa, ambaye ana mtoto anaishi kituoni hapa,
Anasema jamii haipaswi kuwatenga watoto wanaopitia changamoto ya kichwa kikubwa na mgongo wazi. Napenda kuwaambia wanajamii, kwanza tuwapende hao watoto. Cha pili, tusiwatenge, tuwe karibu nao, kwa sababu hawa watoto wana uwezo wa kuelewa, wana uwezo wa kufanya, wakipatiwa uwezeshaji wanaweza. Kando na maendeleo mazuri ya mwanaye anayoendelea kupata kituoni hapo, Mwanahamisi anatoa rai kwa jamii. Cha kwanza ambacho nashauri kwa jamii, wawe wasikivu kwa madaktari au manesi. Wakati wa ujauzito, wawe wepesi kutumia dawa za folic acid pamoja na dawa za kuongeza damu kwa ajili ya utengemao wa mtoto wakiwa ndani ya tumbo. Ukiwa una mimba, wewe unatumia vidonge vya folic acid pamoja na vidonge vya damu. Na pia wewe unahudhuria kliniki mara kwa mara kwa ajili ya kufahamu afya na malezi ya mtoto ukiwa mjamzito. Mkurugenzi Chua anasema anatamani kuona kile kinachofanywa na taasisi ya Asbati kinawafikia watoto wengi zaidi, na hapa anatoa rai kwa wadau wengine kuwaunga mkono kwa ustawi wa kundi hilo. Niombe jamii kwa ukubwa wake itushike mkono sisi ambao tunahangaika kung'amua changamoto za watu wenye ulemavu, hususa kichwa kikubwa na mgongo wazi. Kama kuna wadau wanaweza kututembelea hapa kwenye taasisi yetu Kimara Temboni, tunawaalika sana ili waweze kuona namna wanaweza kutushika mkono na wakatusaidia katika namna mbalimbali. Na hata tarehe 8 mwezi wa 3 tulikuwa tumepanga tuwe na fundraising. Tunatamani kama wanaweza wakaja wakaona jinsi ya kutusaidia, kwa sababu tulikuwa tunawafadhili na wao sasa wamepungua na hatimaye hatuna uwezo wa kuiendesha taasisi pekee yetu isipokuwa kwa kushikana mikono sisi Watanzania wenyewe. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wenye ukarimu na wenye upendo waweze kutusaidia chochote watakachoweza kutuhisani. Kwa kweli watakuwa wametupigisha hatua moja ya msingi sana. Jukumu la kuwahudumia watoto wenye changamoto ya kichwa kikubwa na mgongo wazi linahitaji juhudi za makusudi za kila mwanajamii, kuwa na upendo kwao, kuacha kuwaficha ndani na kuunga mkono kinachofanywa na wadau wa maendeleo ya jamii. Edvesta Tarimo, Tumaini Habari. Mgogoro wa ardhi baina ya wakazi zaidi ya 500 wa mitaa mitano ya kata ya Shibula, manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza na mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA ulioibuka mwaka 2017 umesababisha uwanja wa ndege wa Mwanza kukosa hati miliki. Tuungana mwandishi wetu Mabere Makubi kwa ripoti zaidi kutoka Mwanza. Mbunge wa jimbo la Ilemela Kafiti William Kafiti akizungumza wakati wa uzinduzi wa meli ya MV New Mwanza uliofanywa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika bandari ya Mwanza Kusini, amesema uwanja huo wenye hadhi ya kimataifa hauna hati miliki kutokana na mgogoro huo unaohusisha wakazi wa mitaa ya Monze B, Nyamwirolerwa, Bulyanhulu, Shibula na Kihiri. Kaya zilizofanyiwa uthamini takribani miaka 2 iliyopita ni zaidi ya 1300, ambapo kwa mujibu wa sheria tathmini ikishapitisha miaka 2 bila fidia kufanyika, tathmini hiyo inabidi ifanyike upya. Mwezi Machi mwaka huu tathmini hiyo inafikia ukomo wake. Lakini hii International Airport tunaoiongelea, Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo tunavyoongea airport yetu ya Mwanza haina hati kwa sababu tuna mgogoro mkubwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kati ya wakazi wa Shibula na wakazi pamoja na mamlaka ya viwanja vya ndege. Tunaomba sana uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwanza ukamilike, ili hii miradi ambayo tunaizindua leo kuwepo na mnyororo mkubwa wa uchumi katika jiji la mkoa wa Mwanza. Tuna shida ya uwanja wa ndege, limezungumzwa na mbunge wa Ilemela, uwanja wa ndege ni wa kanda nzima hii ya Ziwa. Baadhi ya wabunge wa mkoa wa Mwanza wakizungumza mbele ya Waziri Mkuu wameiomba serikali kutupia macho ujenzi wa miundombinu ya barabara na miradi mingine ya kimkakati baada ya kukamilisha ujenzi wa daraja la JP Magufuli na mradi wa meli ya MV New Mwanza. Watu wanaotoka Zambia, wanaotoka Malawi, wanaotoka Kongo, Burundi, Rwanda na Uganda wanatumia barabara yetu hii. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu uko hapa, utusaidie kuisukuma hii ajenda, hii barabara yetu iweze kujengwa kwa njia 4. Hili daraja ilikuwa ni ahadi ya Rais Mheshimiwa wa awamu ya 5 Mheshimiwa Magufuli,
aliloliahidi wakati akiwa Ukerewe. Kwa hiyo kwa sababu ni ahadi ya rais, naweza bado likatekelezwa kwa njia nyinginezo. Daraja ambalo limejengwa pale Mkuyuni ndio barabara itakavyokuwa ya njia nne. Hatutarudia, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumejenga daraja lile ambalo Mheshimiwa Rais alitoa fedha za dharura kwa sababu ilikuwa ni eneo ambalo linaleta changamoto sana. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema serikali iko mbioni kujenga kiwanda cha utengenezaji wa meli katika ziwa Tanganyika ili kuboresha huduma za usafiri majini. Fedha zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha meli, yani shipyard, katika ziwa Tanganyika kitachoongeza uwezo wa kitaifa wa kujenga na kukarabati meli. Mabere Makubi, Tumaini Habari, Mwanza. Asante sana Mabere Makubi kwa ripoti hiyo kutoka hapo mkoani Mwanza. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Malinyi Moses Chogo amewasisitiza wazazi kupeleka watoto shuleni. Taarifa zaidi na Padunika Siki huko inasomwa hapa studioni. Wito huo ameutoa katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Malinyi kwenye mkutano wa tathmini ya robo ya pili ya mwaka 2025-26 ambapo Chogo amesema uandikishwaji wa wanafunzi kuanzia darasa la awali, msingi na sekondari uendelee mpaka mwezi Machi na watoto wapewe lishe mashuleni. Kuna umuhimu sana watoto kwenda kuandikisha mapema ili waanze pamoja katika masomo. Lakini pia kuna jambo la pili ni kuwa swala la lishe ambalo tulihamasishwa na kuendelea na vikao mbalimbali na vya mkoa na kwa sasa wamefika mpaka taifa kuonyesha kwamba katika wilaya yetu tunatakiwa tuendelee kuhamasisha lishe na hasa kwa wanafunzi mashuleni. Kwa upande wake mkurugenzi wa halmashauri ya Malinyi Hamis Katimba amesema katika halmashauri imejikita katika kutoa ajira mpya kwa watumishi wa idara mbalimbali wapatao 119 ambao wataongezea nguvu, weledi na chachu katika utendaji wa sekta mbalimbali. Lazima tukubali katika mimi nimekaa serikalini kwa muda sasa. Katika kipindi ambacho serikali imeajiri watu wengi kwa pamoja ndani ya mwaka mmoja. Kwa akili zangu nimetoka nimepata akili nikiwa serikalini. Sijaona kama inafanyika mambo. Hili ni zawadi kubwa sana ambao Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Naye afisa tarafa wa Mtimbira Leopoldi Ngakoka amewakumbusha madiwani katika utendaji wao wakumbuke kuweka vipaumbele katika bima ya afya na kutoa elimu kwa jamii. Wananchi wetu wanahitaji kuelekezwa, wapatiwe elimu ya kutosha. Kwanza wajue maana na malengo ya mpango mzima wa huduma ya afya, huduma ya bima afya kwa wote. Katika mkutano huo, taarifa za kamati zilizopitishwa na baraza la madiwani ni pamoja na kamati ya huduma ya afya, kamati ya ukimwi, kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira, kamati ya fedha, uongozi na mipango. Samson Kes, Tumaini Habari. Mwenyekiti wa waganga wakuu wa mikoa nchini Dr. Besti Magoma amesema mafunzo kwa viongozi wasimamizi wa huduma za chanjo ngazi ya mkoa na halmashauri ni muhimu katika kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa mpango wa taifa wa chanjo. Mwandishi wetu ana ripoti zaidi. Dr. Magoma amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya mid-level managers yanayofanyika mkoani Iringa kuanzia Januari 26 hadi 30 yakihusisha washiriki kutoka mikoa ya Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Amesema mafunzo hayo yanawawezesha wasimamizi kupanga, kusimamia na kutathmini huduma za chanjo kwa kutumia takwimu sahihi, kusimamia rasilimali na kuboresha ufuatiliaji wa watoto waliokosa chanjo. Kwa hiyo sio kuona mwingine unaweza kutaka mlipuko uje kusudi tufanye mass campaign. Tafsiri yake kuna kitu akienda sawa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba mafunzo kama haya yatatusaidia hasa sisi DMOs na RMOs, dawa makatibu wetu. Tunaenda baada hapa tunaenda kwenye budget, planning budget. Are you seeing these things as sensitive? Hii component itawekea uzito wake. Kwa upande wake afisa program wa mpango wa taifa wa chanjo kutoka Wizara ya Afya, Dr. Tumaini Haonga amesema mafunzo hayo ni mkakati wa Wizara ya Afya kwa kushirikiana na TAMISEMI katika kuimarisha uongozi wa huduma za chanjo
ili kuwafikia walengwa wote kwa usalama na ubora. Hayo ni namna gani tunaweza kujipanga kuhakikisha kwenye vituo masuala ya kuhamasisha chanjo yanafanyika na kwenye kazi ya jamii na kupitia mbinu nyingine. Na eneo lingine viongozi ni swala la data, takwimu zetu kama nilivyotaja, na hiyo ni swala ambalo tunatarajia tuweze kuligusia kwenye mafunzo haya. Mafunzo hayo yanatarajiwa kuongeza viwango vya chanjo, kupunguza watoto wanaokosa chanjo na kuimarisha kinga ya jamii dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Na sasa tuelekee huko visiwani Pemba ambapo imeelezwa kuwa sekta ya utalii Zanzibar imeendelea kukua siku hadi siku kutokana na juhudi za makusudi za serikali na wadau mbalimbali katika kuimarisha misingi na maadili ya utalii, jambo ambalo linachangia kwa kuimarika uchumi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inasomwa hapa studioni. Hayo yameelezwa na mkuu wa wilaya ya Micheweni Hatib Juma Mjaja wakati akizungumza katika bonanza la utalii lililofanyika Vumawimbi, ambapo amesema ongezeko la watalii linafungua fursa zaidi za ajira, biashara ndogo ndogo pamoja na kuongeza kipato cha jamii zinazozunguka maeneo ya vivutio vya utalii. Kwa sekta ya utalii ni muhimili muhimu wa uchumi wa Zanzibar. Takwimu zinaonyesha kuwa sekta hii inachangia 30% ya pato la taifa na 80% ya mapato ya fedha za kigeni, na inatoa ajira za moja kwa moja zipatazo 35,000 pamoja na ajira zisizo za moja kwa moja zaidi ya watu 65,000 wameajiriwa katika sekta hii ya utalii. Kutokana na umuhimu huo, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeitambua rasmi sekta ya utalii kama sekta kinara katika uchumi wa Zanzibar. Kaimu katibu mtendaji wa Kamisheni ya Utalii Zanzibar, Adil George, amesema serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya uwekezaji katika sekta hiyo pamoja na kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za utalii, ikiwemo uhifadhi wa mazingira na utamaduni wa maeneo yao. Kamisheni ya Utalii itaongeza jitihada za kuitangaza kwa nguvu zaidi kupitia matangazo ya vivutio mbalimbali kama ilivyoelezwa na msema chochote kuhusiana na mkurugenzi wa masoko kwa kazi anayoifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, jitihada hizo Kamisheni ya Utalii itaendelea kushiriki katika matamasha mbalimbali ndani na nje ya nchi. Tunu yetu hii aliyotujalia Mwenyezi Mungu, basi inarithiwa na vizazi vingi vijavyo na sisi kuweza kuweka alama. Kwa hiyo tunahakikisha kuna umakini mkubwa wa kimazingira, wananchi wetu waweze kunufaika. Wizara na Kamisheni ya Utalii ili tuweze kuendelea kuteka ngarawa, wenye ngarawa nao wanahitaji kutazamwa kwa mikopo at least where possible, pale inapowezekana, kwa sababu mikopo inatoka mingi sana. Faiba, thank you very much, tuna shukrani kubwa sana kwa hiyo na mikopo mingineyo, lakini ngarawa nazo zitazamwa. Bonanza hilo ni sehemu ya jitihada za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kukitangaza kisiwa cha Pemba kama kitovu cha utalii wa fukwe, utamaduni na historia. Taarifa hii ya Masanja Mabula kutoka visiwani Pemba imesomwa hapa studioni nami Samson Kesi. Tukitoka huko tuelekee mkoani Pwani ambapo mkoa wa Pwani unatarajia kupanda miti zaidi ya 150,000 ikiwa ni sambamba na kusherehekea siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo zoezi hilo litafanyika kimkoa wilayani Rufiji. Monica Msomba na taarifa zaidi. Akizungumza mkuu wa mkoa wa Pwani amesema zoezi hilo la upandaji miti litafanyika kila wilaya, ikiwa ni kuendelea kulinda mazingira, na miti itakayopandwa ni aina ya mbao, kivuli na matunda mbalimbali. Wakazi wa mkoa wa Pwani tumeamua kuungana na Mheshimiwa Rais ikiwa ni sehemu ya kusherehekea siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake na jitihada zake za kupanda miti, na sisi tutafanya zoezi hilo ambapo kwenye mkoa wetu wilaya zote 7, halmashauri 9 za mkoa wa Pwani zitashiriki kwenye zoezi la upandaji miti. Aidha, mkuu wa mkoa ameeleza kuwa miti hiyo itapandwa maeneo ya shule na taasisi mbalimbali, hivyo wananchi nao wamehimizwa kupanda miti katika makazi yao ili kuendelea kutunza mazingira. Miti 671 ikiwa ni miti ya matunda na miti 5,708
ni miti ya mbao na kivuli. Miti hiyo 6379 itapandwa kwenye maeneo ya shule, lakini pamoja na maeneo ya taasisi mbalimbali. Aidha, wananchi tunawaomba pia wafanye zoezi la upandaji miti kwenye maeneo ya makazi yao. Zoezi hili la upandaji miti pia litafanyika sambamba na uzinduzi wa kugawa miche ya mikorosho, zoezi ambalo litafanyika kwenye wilaya ya Rufiji. Pamoja na mambo mengine, kauli mbiu ya mwaka huu inasema uzalendo, kutunza mazingira, tushiriki kupanda miti. Monica Msomba, Tumaini Habari, Pwani. India na Umoja wa Ulaya zinatarajiwa kusukuma mbele makubaliano ya biashara huria yaliyosubiriwa kwa muda mrefu, huku viongozi wakuu wa kambi hiyo wakikutana na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi wiki hii kwa mazungumzo yenye umuhimu mkubwa ambayo yanaweza kubadilisha biashara ya pande mbili. Tuungane na mwandishi wetu kwa simulizi zaidi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walihudhuria gwaride la siku ya Jamhuri ya India kama wageni wa heshima wa Waziri Mkuu Narendra Modi kabla ya makubaliano ya biashara huria yaliyosubiriwa kwa muda mrefu kati ya New Delhi na Brussels. Gwaride hilo lilihusisha bendi za kijeshi, wapanda farasi, ndege za kivita na maonyesho ya vifaa vya kijeshi vya hivi karibuni vya India, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga iliyotumika katika mzozo wa mwaka jana na Pakistan. Waziri Mkuu Narendra Modi aliangazia tukio hilo kama wito wa kujenga India iliyoendelea. Viongozi hao wawili wakuu wa Umoja wa Ulaya, Rais wa Tume Ursula von der Leyen na Rais wa Baraza Antonio Costa, pande hizo mbili zinatarajiwa kusaini makubaliano ya usalama na ulinzi ambayo ni ya 3 barani Ulaya, barani Asia, baada ya makubaliano na Korea Kusini na Japani. Makubaliano hayo yanakuja siku chache tu baada ya Umoja wa Ulaya kusaini makubaliano ya biashara huria na nchi za Mercosur huko Amerika Kusini. Kiongozi wa Kanisa Katoliki ulimwenguni Baba Mtakatifu Leo wa 14 Februari 19, 2026 anatarajia kukutana na kuzungumza na makreli wa jimbo kuu la Roma. Tuungane na mwandishi wetu kwa simulizi zaidi. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya kipindi cha Kwaresma kwa mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwenye ukumbi wa Paulo wa 6 kuanzia saa 4 kamili kwa saa za Ulaya, sawa na saa 6 kamili za Afrika Mashariki na Kati, kwa mara ya kwanza katika maisha ya utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro na askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, ataanza kutembelea parokia 5 za jimbo kuu la Roma. Kardinali Badosale Reina maarufu kama Baldo, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, amesema katika hija hizi za kichungaji za Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni nafasi kwa Baba Mtakatifu kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi mbalimbali wa kanisa kama vile vyama vya kitume, wahamasishaji wa shughuli za kichungaji pamoja na utume wa vijana wa kizazi kipya huko parokiani. Hija hizi za kitume katika jimbo kuu la Roma ni mwendelezo wa utamaduni na mapokeo ya watangulizi wake, chemchemi ya furaha, imani na matumaini kwa watu wa Mungu huko jimbo kuu la Roma. Ni nafasi mwafaka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kufafanua na kuhimiza sera na mpango mkakati wa shughuli za kichungaji katika jimbo kuu la Roma. Parokia atakazotembelea Baba Mtakatifu ni pamoja na parokia ya Bikira Maria Malkia wa Amani huko Ostia Lido kusini mwa Roma, parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu huko Castro Petrio iliyoko katikati ya mji wa Roma, parokia ya Kupaa Bwana Mbinguni iliyoko mashariki mwa mji wa Roma, parokia ya Bikira Maria kutolewa hekaluni, na hatimaye parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu huko Ponte Mammoro kaskazini mwa jimbo kuu la Roma. Sister Salvina Makonde, Tumaini Habari. Na kwa simulizi hiyo kutoka huko Vatikani kama ilivyosimuliwa na mwandishi wetu, inanipa wasaa kwenda mapumziko mafupi. Nikirejea hapa tutaendelea na Tumaini Habari, ikiwa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi. Endelea kubaki nasi. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili
waweze kurekebisha hiyo kitu, kwamba mama anapaswa si ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya, au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Na asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi, na mara hii tupate taarifa za ubadilishwaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na kwa taarifa hiyo kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, na nipa wasaa kwenda mapumziko mafupi. Nikirejea hapa itakuwa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Karibu sasa mwana michezo, tuweze kuyafahamu mengi zaidi ya kimichezo ambayo yamejiri katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Aaron Mpanduka tayari yuko hapa kwa taarifa hizo. Karibu sana Aaron. Asante na karibu katika habari za michezo na burudani mtazamaji, na tunaanza kuangazia taarifa kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara. Yanga imesema kwamba wingi wa wachezaji wao unawafanya waweze kucheza na kuwa na utayari wa kucheza dhidi ya Dodoma Jiji katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao utapigwa siku ya kesho Jumanne katika dimba la KMC Complex jijini Dar es Salaam. Mchezo unapigwa majira ya saa 1 usiku ambapo uwanja wa KMC Complex umeanza rasmi tayari kutumika kwa mechi za usiku. Akizungumza na waandishi wa habari, kocha msaidizi wa Yanga Patrick Mabedi amesema kwamba licha ya kupoteza mchezo wa ligi mabingwa Afrika kule nchini Misri na sasa wamerejea tena nchini Tanzania, na hiyo haiwezi kuwapotezea morali yao ya kuendeleza ushindi katika mechi za ligi kuu soka Tanzania bara. No, we're coming from defeat, but at the end of the day, I think we have to redeem ourselves and we have to come back as soon as possible for the game that is coming, so that we go back to our momentum that we used for. I think for now, we're looking forward for our game tomorrow. Kwa upande wake kocha wa Dodoma Jiji Amani Josia amesema kwamba wao wanachojivunia kwa upande wao ni kuona kwamba wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kupambana na timu kubwa kama Dar es Salaam Young Africans. Maandalizi ya timu yetu yameenda vizuri. Nafikiri awali tulikuwa na focus ya mechi iliyokuwa kwenye ratiba tarehe 29.
Kisha imeingia ratiba hii hapa ya tarehe 27, lakini tunapaswa kuwa tayari kwa sababu tuko kwenye ligi. Kwa hiyo tumehamisha mawazo kutoka kwenye tarehe 29 kuja kwenye tarehe 27, mechi ya kesho, huku ikiwa ni mechi kubwa. So jukumu letu kubwa kama walimu, benchi la ufundi, ni kuwaweka wachezaji kwenye utayari wa mechi hiyo, na bahati nzuri tuna wachezaji ambao wako na uzoefu wa kuweza kufocus kwenye mechi hiyo. Nadhani tumepokea na tuko tayari na tumefanya maandalizi japo kidogo, lakini nafikiri maandalizi mengine tutamalizia kwa siku ya leo ili tuweze kuona tunaingiaje kwenye mechi hiyo ambayo tunafikiri kwamba kila mtu ambaye yuko tayari kwenye timu basi anaweza kutumika vizuri. Kwingineko tuangazie mchezo wa futsal ambako timu ya taifa ya futsal ya Tanzania inaendelea na maandalizi yake kule Kibaha kambini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Ivory Coast ya kuwania kufuzu michuano ya Afrika ambao utachezwa siku ya Februari 3 mwaka huu huko visiwani Zanzibar. Awadhi Juma ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa ya futsal ya Tanzania amesema kwamba maandalizi yao sasa yamefikia mahali pazuri kwa ajili ya mchezo huo. Kwa kambi hii maandalizi ni mazuri. Wachezaji wazuri, wachezaji wote wapo tayari, wanafanya mazoezi kwa nguvu. Tunajiandaa vizuri kwa ajili ya kuweza kufanikiwa kushinda hizo mechi ili kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo maandalizi kiujumla, maandalizi yako vizuri sana na tunaendelea na maandalizi mpaka hizo siku za mechi. Na sasa tuelekee kule jijini Tanga ambako tunaambiwa kwamba naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA amesema kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza kiasi kikubwa cha pesa kuhakikisha kwamba mchezo wa mpira miguu na michezo mingine yote inasonga mbele kwa maana ya kuinua vipaji vya wachezaji. Hamisi Mwinjuma amesema hayo wakati wa hafla maalum ya kukabidhi gari kwa timu ya African Sports ya Tanga maarufu kama wana Kimanumanu. Taarifa zaidi kutoka huko anayo mwenzetu Dominic Maro kutoka pale Tanga. Ametoa kauli hiyo mara baada ya kushiriki tafrija ya kukabidhi gari la timu ya African Sports ya mkoa wa Tanga na kuwataka wanamichezo kuziunga mkono timu zao. Rais tunamuita mwanamichezo namba 1 kwa vitendo, na sisi hapa mkoani Tanga tuhakikisha tunaziunga mkono timu zetu ili zifaidike, zinufaike na yale ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya kwa michezo ya nchi hii. Ni ukabidhi cha shukrani cha Mheshimiwa Mwinjuma mbunge, naibu waziri wa michezo, lakini kwa heshima yake kubwa ni Sports imwanjalia na medali, atabashwa medali hapa. Akikabidhi gari hilo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla, ambaye ni mdhamini aliyewezesha timu hiyo kupata usafiri, ameeleza heshima ya mkoa ni kuzirudisha timu mbili zenye utani wa jadi katika ligi kuu Tanzania bara. Klabu zetu hizi mbili za African Sports na Coastal Union lao zitafanya vyema katika ligi kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaweza kuwa kabisa ni wawakilishi wa vilabu vyote nchini kwenda kushiriki mashindano mbalimbali ya Afrika. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumetangaza vyema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi jukumu letu kuhakikisha hati inatoka ili fedha hizi ziweze kutumika kama ambavyo nchi yetu ambayo nchi nyingine ambayo iko katika huu mradi ulivyoweza kunufaika. Awali Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania Wallace Karia akaeleza namna kituo cha michezo kilichopo eneo la Donge jijini hapa kilivyoweza kukuza vipaji vya michezo kwa vijana. Kile kituo programu yake iko chini ya Senoenda na kuna kocha ametupa pale programu zinazofanyika za wale vijana wa Tanga wanaokuja na kuondoka. Ni jambo ambalo sisi tunatakiwa tulichukulie maanani. Nikiripoti kutoka Tanga ni mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Kwingineko ni kwamba rais mpya wa kamati ya Paralimpiki Tanzania Tuma Dandi amesema kwamba lengo lake ni kuhakikisha kwamba anaimarisha ushikamano na ushirikiano miongoni mwa viongozi hata kwa wale ambao hawajachaguliwa kushinda uchaguzi. Amesema hayo mara baada ya kushinda katika uchaguzi uliomalizika siku 2 zilizopita, ambapo amesema kwamba anaamini mambo yatakuwa mazuri ya kiuongozi na hata mchezo wenyewe utapiga hatua kubwa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri katika mchezo wa Paralympic ambao unajihusisha zaidi ama unajikita zaidi na michezo kwa watu
wenye ulemavu. Uongozi uliopita ambao hatukubahatika kuwa wote tena katika kipindi hiki, bado tunahitaji mchango wa mawazo yenu. Haijalishi vile ambavyo labda tulipishana katika nyakati za nyuma, yamepita. Kwa hiyo tugange yajayo, na nalishukuru sana Baraza la Michezo Tanzania kwa ajili ya kuendesha uchaguzi wetu. Ilikuwa tufanye mwaka jana, lakini tukawa tumekwama kutokana na sababu mbalimbali. Kwa hiyo mwaka huu imempendeza Mungu tuufanye. Na mtazamaji, shukrani sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa, na kurejesha studio nambari 1 kuhitimisha taarifa habari kwa ujumla katika siku hii ya leo. Asante sana Aaron Mpanduka kwa mkusanyiko huu wa taarifa mbalimbali za michezo na burudani. Na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Nyasa na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Tanganyika, Rukwa, Victoria na maeneo yote ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati huo mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua zaidi katika maeneo ya kusini mwa nchi kuelekea maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, pia katika maeneo ya kati ya nchi. Usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya Singida, Dodoma kutakuwa na hali ya mvua. Maeneo ya Iringa, Njombe, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, ilhali maeneo yote ya kaskazini mwa nchi yanatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa usiku wa leo. Siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro kutakuwa na hali ya mvua. Maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam kwa Pwani kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika sehemu chache, wakati maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara, Kigoma, Tabora na Katavi, pia katika maeneo ya Singida, Dodoma na maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vifupi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, jina langu ninaitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema. Kutamatika kwa taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, na nipo wasaa kutamatisha Tumaini Habari. Asante kwa kweli ambao umekete na kuitazama Tumaini Habari mwanzo mpaka mwisho. Kwa niaba ya wote kutoka chumba cha habari, jina langu ni Innocent John. Uwe na usiku mwema.